Njenje, ni kwani unatembea na mke wangu? Tafadhali, nahitaji kujua ukweli. Sasa kaka, mimi nitembee na mke wako niende naye wapi? Niende naye wapi mimi mke wako, ndugu yangu? Mimi najiheshimu sana, tena naheshimika hapa mtaani. Naomba uniheshimu ndugu yangu, usinivunjie ndoa yangu. Njenje, kuna tetesi ambazo nimezipata. Ninapotoka na kwenda kazini, huwa naingia nyumbani kwangu na kulala na mke wangu. Tafadhali, naomba uniambie ukweli kabla sijachukua uamuzi ambao utakuletea shida wewe pamoja na familia yako kwa ujumla. Mimi siwezi kufanya ujinga huo kaka. Mimi najiheshimu sana, najiheshimu kweli kweli, tena najua madhara ya mke wa mtu. Kwa sithubutu kutembea na mke wa mtu, kwa sababu mimi ni mpenzi sana wa kusikiliza redio, wa kusoma magazeti na kufuatilia vyombo vya habari. Kwa hiyo habari na madhara ya mke wa mtu mimi nayajua vizuri. Kwa hiyo sasa nifanye ujinga huu mimi? Sema kweli mume wangu, mtu ametoka zake huko mpaka hapa nyumbani, wewe uogopi? Nyakanga wako amepata hasara kabisa wewe. Yaani wanaume tunaongea na wewe unaongea? Ala, hebu ndani uko haraka. Agwe koma mwe mwana kuoma. Agwe koma we koma. Agwe koma nimesema kuoma. Jumatatu mchana. Jumanne usiku. Jumatano usiku. Alhamisi mchana. Ijumaa usiku. Jumamosi. Jumamosi pia usiku. Hapana bwana, mbona usiku zimekuwa nyingi kuliko mchana? Sasa hapo mke wangu ni kitu gani ambacho unashinda kukielewa? Hapana, bora tungeongea na bosi wako zamu zako ziwe za mchana. Haiwezekani. Mimi lazima nihudhurie pale kwa sababu lile godown ni kubwa sana. Na mimi ndo mlinzi ambaye naaminika sana na bosi. Kwa lazima niwepo. Hapana bwana, mimi naona tu bora ukaongea na bosi wako ili ubadilishwe lindo. Wewe unalinda mchana. Iko kitu hakiwezekani. Ndo maana ilitengenezwa kuwe kuna shifti. Alafu pia bosi ana sababu ya kuniweka mimi pale niwe nakaa usiku. Mimi ananiamini kwa sababu usiku kuna wezi. Elewa basi. Hapana, mimi siwezi kukuruhusu ende usiku kulinda. Kama vipi tutakuwa tunaenda wote? Wewe unakaa hapa, mimi nakaa hapa. Tutarudi wote asubuhi. Inakwambia habari hizo umekupenda. Sitaki unifatafata mimi. Nishakwambia bana. Nifuate. Bora hata nimekuona shoga yangu. Pole sana Kibena ise. Yaani nilivyosikia hizo habari zimenisikitisha mimi. Mke wangu, mbona sasa na wewe unataka kuharibu mambo? Yaani wewe umegua lift kwenda Taliani, unataka upeleke hadi Chanika mwisho. Jikaze basi na wewe bwana. Alafu na wewe ndo maana nishakwambia sitaki unifatefate. Haya hayakuhusu, muone vile. Umbea tu. Kuna nini kwani Rose? Mbona sikuelewi? Jamani Kibena, nasikia mume wako Njenje kafumaniwa. Kwa taarifa yako mtaa mzima wanajua. Tena wengine wamemuona akikimbia na taulo lake.
mke wangu, hivi umbea utaacha lini wewe eh? Utakuja kusuta na madibeni bati, alafu mimi sikutetei. Nakwambia kabisa sikutetei. Haya kuhusu, haya ni mambo ya wanawake. Huyu ni mwanamke mwenzangu, lazima nimwambie. Asante kwa taarifa, lakini mbona alikuwa sio yeye, ulimfananisha tu? Walimfananisha? Ndiyo, hata akosa mwenyewe alikuja nyumbani kuomba msamaha. Unacheka nini na wewe? Uzaibishaji. Asa mbona umenipa ubuyu wa plastiki na wewe? Umeniacha hapa na umbuka. Eti Kumbe mjinga akijibiwa ujinga huwa inauma inachukiza Umejichanganya, umeingia kwenye mfumo. Kakumbua asubuhi kumbe. Ndakuma. Wewe. Umbavu. Na leo utakula mawe. Shenzi kabisa. Tena. Umekanyaga. Mume wako amekuja nyumbani kwangu. Ameongea maneno ya vitisho hatari. Yaani hapa nisikufiche, naogopa. Usitaki kunichekesha. Mimi mwenye mume siogope. Wewe unaogopa nini? Unaogopa nini sasa? Yeye anajifanya yuko busy na kazi. Kulala baba, zakamua, wasiwasi wako nini? Au wewe unaogopa nini hasa kwa mfano? Yeye anajifanya yuko busy na kazi, mwache afanye kazi. Wewe naendelea kuichapa. Naogopa nini? Yaani wewe hujui mimi ninachokiogopa? Yule mwanaume wako amekaa kichawi kama vile yule, alafu unataka mimi nisiogope? Mwasi. Hebu kwa kwanza nikuulize swali moja la msingi sana. Hivi yule mumeo katika familia yao hakuna historia ya kichawi hivi? Njenje. Hasa unaogopa nini? Hana lolote alijualo lile. Ni mikwara tu. Hana chochote kile. Hebu acha uoga bwana. Mimi mwenye mume siogope. Wewe unaogopa nini? Mimi sio kwamba naogopa. Hapana. Mimi mwenyewe nataka nikwambie tu ukweli. Babu zangu ni watu hatari sana. Umeelewa? Sasa mimi nataka nijue kama ana mambo ya kishirikina. Umeona? Ili na mimi niwapigie simu babu zangu, nimpigie simu mzee Mimaji, nimpigie simu mzee Midoki, nimpigie simu mzee Kingwaba, nimpigie simu mzee Mpili. Umeelewa sio? Hawa nikiwapigia simu kuna vitu kule watafanya mambo yao. Yaani mambo yao akifanya, yeye akifanya kitu chake chochote hapa, kinadunda. We, awazee ni noma, kinadunda. Sikiliza nikwambie. Hana lolote kakoso mweupe, yupo tu kama zuzu. Lakini sasa nasikia kuna bibi mmoja anajiita binti Mchelenga. Ndo alikuwa mchawi nyoko, gwiji. Sasa hivi mfano kama ndo atakuwa amerithi, je, kamrithi hiyo bibi yake? Uone kwamba mimi tayari nishakuisha hapo? Wewe umeniambia una babu zako magwiji, unaogopa nini sasa? Wewe umejitapa hapo kama kuna mzee Mchelenga, sio kuna mzee nani, sasa unaogopa nini? Alafu achana na hivyo vitu. Hapa sio mahali kwake. Mimi nimekumisi. Wewe bwana, tunaongea nini na unataka kufanya nini tena? Bwana, nimekumisi baby. Unanimisi vipi hapo? Tayari hatari yule mumeo kaja na macho akanitolea hivi kabisa. Twende na kupa staili mpya. Zaidi ya ile kuna nyingine? Wewe bwana wewe unavitoleaga wapi hivi vitu mwanamke wewe? Acha wewe, mimi nafuatilia. Penda raha, twende basi. Twende haraka kabla hajarudi. Bwana wewe tuache kidogo bwana, mimi naogopa mwenzako. Twende bwana. Kweli. Twende na kupa staili mpya. Basi hiyo itakuwa chula kajambia maji hiyo.
Begegedu. Karibu baba. Sijui nikusaidie nini. Sihitaji msaada wowote, ila nimekuja kutafuta ukweli. Sijui ni ukweli upi huo baba? Kijana wako Njenje ametembea na mke wangu, lakini amekataa. Na hata mke wangu pia amegoma kusema ukweli. Kwa nimekuja hapa kama kukupa taarifa, ili lolote litakalotokea basi tusilaumiane. Babangu, usifanye kitu chochote kile kibaya. Alafu haya mambo mbona yanazungumzika tu? Nimejaribu kuhitaji mazungumzo ya pamoja, lakini wahusika wamegoma. Na hata ujio wangu wa hapa kwako ni kwa sababu ya heshima tu. Unamaanisha nini tena mwanangu? Begegedu, kula na kuficha. Lolote linaweza kutokea kuanzia sasa. Kivipi tena mwanangu? Muda wowote kuanzia sasa unaweza kufunga turubai hapa nyumbani kwako. Ndio nakuelewa jamani. Usiwe na wasiwasi. Mimi nipo tu. Nitegemee lini sasa? Maana kila siku maneno yako ndio haya. Acha niweke mambo yangu sawa, ili nisikudanganye tena. Sawa basi. Nakutegemea. Macho yangu yapo kwenye simu yangu, kuna namba yako ikinipigia, mtoto mzuri. Usijali. Sawa. Yaani wewe mpuuzi, unajiachia kabisa. Unaongea na dodo langu hivi hivi. Yaani unajielekeza sauti, yaani kama chura kameza tope hivi. Unanichukuliaje? Oya, mimi ni mtu mbaya, mtaa mzima wananijua kama laana. Nitakuja kukuonesha laana zangu, mshenzi wewe pumbavu. Ukome. Sitaki mazoea na mke wangu. Sitaki mazoea na dodo langu. Mimi mwenyewe nimemtolea mahali nyingi huyu mtu. Nampenda, namlinda. Niko tayari kufanya kitu chochote. Na nikiona naingiliwa, na kwa kama naingiliwa mimi, spendi, nitakuja kuumiza mtu. Pumbavu wewe. Wewe mwanaume vipi lakini mbona unapenda kukurupuka? Nakurupuka? Kwa babake nakurupuka vipi? Yaani wewe kwa akili yako nakuona kabisa hapa unajibebisha. Mimi nakuna nazi, nakusaidia mke wangu, nakupenda. Halafu unataka nikae kimya. Wewe binadamu mimi sina. Mimi ninalana. Sipendi dharau. Sipendi kabisa dharau. Dondo langu sitaki uchezewe. Nitakuja kuua mtu, nitamfanya mtu kitu kibaya mama. Mimi na shangazi yake. Hivyo unajua nilikuwa naongea na nani hapa? Sasa kwa taarifa yako nilikuwa naongea na baba mwenye nyumba hii. Wewe shika kwa. Utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe, mimi sina cha kukusaidia. Mke wangu, ni stili mume wako Fanya jambo, ongea naye basi. Mimi ni sharibu, nimejamba msibani, watu wote wananiangalia mimi. Mke wangu ni stili mumeo, tutalala nje mke wangu kidondola. Naomba please. Siwezi kuongea naye. Nikushirikishe nini? Utajua mwenyewe, na kodi utalipa mwenyewe. Utajua mwenyewe tunalipaje kodi. Nisharibu kwa baba mwenye nyumba. Nisharibu. Ni mpwingwi. Yaani naona kabisa nenda kulala nje. Sema na mimi naye. Wivu unanipoza. Kwa hiyo hapa itakuwaje? Sema fresh tu. Yaani hapa yenyewe bado fresh tu. Kwa hiyo amekwambia kwamba sisi tumevuliwa nguo, si ndio? Ndio shemeji. Ndio maana nimekuja kwako nipate uhakika, kwa sababu rafiki yako simwamini hata kidogo. Kwanza shemeji, mimi sijavuliwa nguo. Na jana yeye hakuweza kufika kwenye lindo kabisa. Kwa hiyo kama kavuliwa nguo itakuwa sehemu nyingine kabisa. Lakini sio kazini.
Mimi nilijua tu kwamba ananidanganya. Pole sana shemeji, nilichokwambia ni ukweli mtupu, na hata kama ukitaka kunitaja we nitaje, mwambie nilikwambia kila kitu. Hapana, mimi siwezi kukutaja kwa sababu kufanya hivyo nitakuwa nakugombanisha na rafiki yako. Mimi ndo nataka tugombane sasa. Yaani anafanya mambo ya kijinga alafu ukweli tuufiche? Hivi shemeji, haufahamu kama kuna maradhi mengi sana sasa hivi? Kwa hiyo akili kichwani mwako. Tulia wewe. Unatakaje kunipita hapa wakati mimi niko hapa? Kwani salamu lazima? Kwamba ni mume wangu nikipita bila kukusalimia utaninyima unyumba au? Kwani una shida gani mbele na mimi? Kwa nini upende kuniona naishi kwa amani na ndoa yangu? Unapenda kunifuatilia kunichokonoa tu ili mradi tu unione mimi na hila. Umezungumzia amani? Hivi unaijua amani wewe? Yaani ungekuwa unaijua amani ungeenda kugawa mwili wako huko tena kwa watu wasiokuwa na maana yoyote. Yaani unaenda kugawa mwili wako kwa machakubimbi. Yaani si bora ungenipa mimi Mnyamwezi ingekuwa poa tu. Unaenda kuwapa watu ambao hawaeleweki. Hivi kwa nini jambo langu umelishikilia bango kiasi hicho? Kwa nini jambo langu linakuumiza kuliko hata wewe kaka yako umelishikilia bango? Mimi kwenda kuwapa wanaume wa nje kinakuuma nini? Mbona mume wangu haumii kuliko unavyoumia wewe? Au unataka nikupe wewe? Sema kama unataka nikupe, na sio kujitia una kielele kuliko mwenye mzigo wake. Yaani umegusa pale ninapopataka pale. Kwa hiyo nikitaka unaweza kunipa, si ndio? Shenzi wewe. Unafikiri ni mwanamke ambaye sijitambui? Naweza kulala na wewe labda nimechanganyikiwa. Sina mihemko ya kipumbavu. Naomba uniheshimu kama shemeji yako. Usitegemee hata siku moja naweza kufanya upumbavu na wewe. Chokora wewe usijitambua. Yaani unanipiga au sio? Yaani kwamba wewe unaonyesha ujasiri kwamba wewe ni kiburi mbele yangu. Yaani hujui kama mimi ndio mumeo wa pili yani. Yaani hata bro akifa leo mimi ndo nakurisi wewe. Alafu leo unakuja kunipiga kibao tu. Kirahisi rahisi yani. Unanichukuliaje wewe? Unanichukuliaje? Sasa sikia. Naona sasa unavuka mipaka. Yaani hapo ulipo unavuka mipaka. Sasa naweza ngakufanyia action wewe ukaachika katika hii ndoa yako, afu kaja ukanichukia katika maisha yako yote. Unachekesha sana. Mimi nilijua una akili timamu. Kumbe kichwani hamna kitu. Hivi unategemea mwasi nitaachika? Siachiki leo, siachiki kesho wala mwakani. Ninachompa kakako nakijua mimi. Kwa taarifa yako, kakako nimemweka hapa. Hicho ninachompa kakako baba. Huna uwezo wa kunigombanisha na mume wangu na siachiki leo wala mwakani. Sahau. Upo? Kwa hiyo umezidi dharau sasa hivi, au sio? Nadhani unijui vizuri. Sasa ngoja leo nikuonyeshe show za kibabe. Yaani nataka nikukune, alafu hao mabwana zako wote uende ukawadharau. Bavu wewe. Chukulia mimi poa, au sio? Unasema? Hali inazidi kuwa mbaya mtaani. Yaani kila napopita nanyoshewa vidole. Huyo. Yaani watu badala ya kufanya shughuli zao wamekalia umbea tu. Sasa ndugu yangu, ulichokifanya ina maana unakiona ni sahihi? Wewe hustahili kabisa kuishi kwenye jamii yetu. Na ingekuwa Uarabuni, adhabu yako ilikuwa ni kupigwa mawe hadi unakufa. Nipigwe mawe kwa kosa gani? Wewe umezini. Asa mimi nimezini na mawe au nimezini na mtu?
Umezini na mtu, ndiyo maana unatakiwa kupigwa mawe. Sasa kama nimezini na mtu, kwa nini nipigwe na mawe? Hayo mawe mimi nimeyakosea nini? Unajua bwana, wewe shida yako njenje bwana, kamdomo. Unaongea sana. By the way, mke wako alikuja nyumbani. Wewe, Sasa mke wangu alikuja nyumbani kwako kufanya nini? Alikuja kutafuta ukweli, na mimi nimemwambia kila kitu kwamba bwana, huyu jamaa huyu atembea na mke wa mtu. Mungu wangu we. Umeniponza ndugu yangu. Agwe koma we, agwe koma we mwana kuoma. Agwe koma we, agwe koma nimesema kuoma. Anda ukome ndo ukome. Koma we. Anda ukome ndo ukome. Koma we. Abigire abigire. Agwe koma we, agwe koma nimesema kuoma. Koma we mwana kuoma. Agwe koma we, agwe koma nimesema kuoma. Anda ukome ndo ukome. Koma we. Anda ukome ndo ukome. Koma we. Abigire abigire. Agwe koma we, agwe